Asubuhi nilikuletea story ambayo ilikuwa inazungumza kuhusu namna gani ambavyo msanii Ibra pamoja na Harmonize walipofikia kwa sasa hivi, na inaonekana kabisa ni kwa namna gani ambavyo wawili hawa sasa hivi hawapiki kichungu kimoja kabisa. Ni kwa sababu mwanzo ilikuwa inaonekana ni kama watu ambao wanataniana hivi, hawako serious hivi kwa namna moja ama nyingine, lakini this time inaonekana ni namna ambavyo hii issue imekaa serious sana. Kwa hiyo ambaye labda hukujua ni nini ambacho kilianza, nataka tu nikurudishe nyuma kidogo. Siku kadhaa nyuma Ibra alisema mzee wake kwa maana Harmonize Konde alitaka mlipe bilioni 1 ili aweze kuondoka katika lebo ya Konde Gang, na Harmonize kuzungumza chochote, na baadaye Ibra akaanza kuwajibu watu ambao walikuwa kimuuliza maswali katika sehemu ya comment section kwenye page yake ya Instagram, na kana zungumza mambo mengi kuhusiana na namna ambavyo yeye Harmonize ameamua kumdai pesa hiyo. Sasa vumilivu pia Harmonize ulikuja kumshinda, na mapema kabisa siku ya jana aliweza kuandika maneno akasema kwamba wewe tulikokutoa na vitu vingine kama hizo, sasa hivi unatakiwa uilipe lebo bilioni 1, na katika kumsupport pia Harmonize akaweza kuchangia kiasi cha kimoja pesa ya Kitanzania. Sasa watu baadhi wakaona kwamba mbona kama watu wanataniana hivi, inawezekana vipi mtu unayemdai afu pia mchangia 100,000? Kwa hiyo unaweza kaanza kuelewa ni namna gani ambacho kila kinachokuwa kinaendelea. Sasa leo pia Harmonize aliamka asubuhi, nadhani hapa ndo story ilianza kuchanganya. Sasa mambo yakaanza kuwa mengi. Harmonize aliamka asubuhi kupitia page yake ya Insta akaposti akaandika ya maneno kwenye story, akaandika hivi: nimechunguza sana mdogo wangu Chinga, nimegundua ana roho mbaya kama sio ibilisi amepanda kichwani, maana hata siku aliyoposti na kusema namdai 1 billion ni ile siku ya birthday ya mjukuu wangu Amara. Yani mimi na kipenzi changu tuna trendi, kifupi alisikia wivu akaeka emoji ya kucheka, alafu akaandika guys, sijamuomba Chinga bilioni, ila mkataba alio kumnunua maandika ila mkataba alio sign na lebo unaweza ikatokea watu wanataka kumnunua wenye malengo makubwa zaidi ya Konde Gang, pengine tunaweza tofautiana kipato, inatakiwa ailipe lebo ya Konde Gang 1 billion ili wamsaidie vijana wengine, na nilimwambia nitabaki kuwa kaka yako na Konde Gang chama lako. This guy have to pay, nililipa kwa kukopa, mchangieni. Kwa maana ya yeye Harmonize anasema yeye alilipa pia hata kwa kukopa, lakini still alilipa. Hapa nadhani alikuwa anaizungumzia Wasafi. Unaweza ona sijawekeza chochote, ila tambua nilishawekeza kila lililo ndani ya uwezo wangu, utu thamani yangu, kwa kuwa leo mdogo wangu unaniambia eti dunia kwamba mimi sina utu katika watu. Mimi ni rafiki kiasi hiki licha ya kwamba nilikudekeza na kukuona mdogo wangu, kama maripo ndio haya mbwaya, lazima ulipe deni kaka, don't need to anyone pay this label, na kutrendisha ili watu wajue na waone ukweli, ila kulipa utalipa kama nilivyolipa superstar. Congrats. Akaandika kwa kujitangaza uchoko pia, ila ubinafsi na kujua huna hata dalili hizo, aliye kudanganya I feel sorry for you, kwa sababu haipo kwenye mkataba kwamba tulisaini choko au mtu makini. Ameandika hivyo Ibra na Harmonize ameandika hivyo. Kuhusiana na hiki ambacho amekiandika hivi, Ibra aliandika hivi: sito kusifu roho mbaya na wala sito kutangazia mabaya. Ibra anaandika, yako ndiyo maana hata waandishi wa habari na wanakwepa, maana sitamani kuona unaandikwa vibaya kwenye mitandao ya kijamii. Wewe ni kioo ila chenye ukungu, lakini pia ninachoamini msaada wako katika maisha yangu ni mkubwa. Amenisaidia sana kaka Konde, pia nikiendelea kujibizana na wewe, mtu ambaye hata mamangu aliyenizaa unataka nimuue. Akaeka emoji fulani hivi ya kuumizwa kikatili, wakati nguvu za kumpambania ninazo kaka Konde, na bado unakaa kunitangazia ubaya. Sema nini kakaangu? Sante sana, maana hata nikiongea mimi maskini kauli yangu haifanani na ya kwako tajiri, na najua lengo lako ni nikose kabisa msaada ili nije tena kukuomba pango uniite chumbani kwako kama ulivyoniita mara ya kwanza, na jaribio lako likashindikana. Mimi sio chakula bro, mimi ni msela, naendelea
kukutunzia maovu yako mengine, sababu naamini utabaki kuwa kaka. Ameandika hivyo Ibra. Afu pia baadaye hapa aliendelea kwa kuandika maneno alikuwa ni mengi sana hapa. Baadaye alikaanza kujibishana pia, akaandika you have to pay doctor to brother. Baadaye akaandika pia Ibra, ukaona ujitangazie ushoga huu, you have to see doctor mdogo wangu, so sorry. Ni kama anamwambia kila ambacho anakifanya Ibra basi atakuwa na madokta, kwa sababu inawezekana labda hayuko sawa kisaikolojia na vitu vingine kama hizo. Lakini ukiangalia katika kila ambacho anaanza kukifikia sasa hivi, kama kuanza kuzungumzia tena maana mambo si ya mapenzi ya jinsia mbili sijui na nini, unaweza kwa namna ambavyo sasa hivi ishi imefika pabaya sana. Ukiangalia hata Harmonize wakati anatoka Wasafi, story hazikuwa za mtindo huu, kwa maana kwanza kuambia si niambia si ni muue nani sijui uwe si upinde na vitu vingine kama hizo, story hazikuepo. Ilikuwa tu ni rumors kwamba nadaiwa pesa kubwa na inabidi nimalize mambo kama ya kimkataba na vingine kama hizo. Lakini this time unaona kabisa watu wameingilia mpaka kwa mambo ya kifamilia, kuandika kwamba si ulitaka nimuue mama yangu. Ni skendo ambayo ni kubwa sana kwa msanii kama Harmonize, na pia kuisafisha ni kitu ambacho hakifutiki kwa mara moja tu. Kwa hiyo na ningeshauri upande wa Konde Gang na Ibra pia pande zote mbili waweze kukaa waweze kuyamaliza, kwa sababu kila ambacho wanaendelea kukizungumza ama kuendelea kutoleana siri nzito kama hizi, kikweli zitaweka damage sana katika career yao ya muziki, na hata baada hizi story kufa. Wakati mwingine pia mambo haga yanaisha, lakini watu kusahau kila ambacho kwa mnakizungumza inakuwa ni kitu kigumu sana. Kwa hiyo kila ambacho wanachokifanya watu wawili ikiwezekana wakae pamoja waweze kuyamaliza. Hebu niambie naye katika sehemu ya comment pia, uniambie unadhani nini kifanyike hasa between kati ya Harmonize pamoja na Ibra ili haya mambo yaweze kuisha. Niambie katika sehemu ya comment, utakuwa umetisha ile kinoma noma. Asante.